Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali inajipanga kuhakikisha vifaa vya kujifunzia vinapatikana kwa wanafunzi wote nchini ili kuboresha sekta ya elimu. Mamlaka ya Uganda iko mbioni kudhibiti maambukizi mapya ya ugonjwa wa Ebola baada ya visa 12 kuripotiwa nchini humo. Makocha wa Simba na Yanga waeleza maandalizi ya vikosi vyao kuelekea mchezo wao wa kesho wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara katika dimba la Benjamin Mkapa. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, hii ni Channel 10 Plus habari. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo hapa kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Esther Mtebe. Mtazamaji karibu, na kwa kuanza ninaanzia hapa jijini Dar es Salaam. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesisitiza uongozi wa Mamlaka ya Elimu Tanzania TET kuongeza wigo wa kuimarisha upatikanaji wa vitabu kwenye shule zote hapa nchini. Majaliwa ametoa kauli hiyo mkoani Dar es Salaam wakati akizindua sherehe za maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa Taasisi ya Elimu Tanzania TET. Uzinduzi uliotanguliwa na matembezi ya hisani ya kilomita 5 Mikocheni jijini Dar es Salaam. Michezo na wadau wetu wa elimu, kauli mbiu yetu ya leo ni ile inayosema kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kauli mbiu hii ina maana kubwa sana na ya kipekee katika muktadha wa maendeleo ya elimu hapa nchini. Kauli mbiu hii inatufundisha mambo mengi sana. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia. Lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Wote mnajua tumeimarisha kwenye miundombinu, tumekamilisha kurugenzi zote, msingi, sekondari, vyuo, tena vya kati na vya juu na vya ufundi. Vyote vimepata miundombinu iliyo bora. Tunapokwenda kwenye vifaa, leo TET anatuandalia mpango kazi wa vitabu kwa ajili ya shule za msingi na sekondari, na inawezekana pia na vyuo vya ufundi. Kwa lazima tuunge mkono jitihada hizi za TET. Lazima tuhakikishe kwamba TET tunawatia hamasa kubuni mambo mazuri zaidi. Taasisi ya Elimu Tanzania imeona ni vema tunaposherehekea miaka 50 tushirikiane na wadau mbalimbali katika kuunga mkono juhudi za dhati za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuboresha elimu. Hivyo matembezi haya pamoja na maadhimisho ya miaka 50 yamejikita katika kukusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali, sekta binafsi, mashirika ya dini na watu binafsi. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukipambana nayo kwenye vikao vyetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuchelewa kwa fedha za uchapaji na usambazaji wa vitabu. Tungependa kama serikali muone namna ya kuhakikisha na kufanya jambo hili kuwa kipaumbele namba 1 cha serikali katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku, hasa katika kuboresha elimu yetu nchini kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Serikali imedhamiria kuboresha Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa kuijenga upya ili huduma zote zitolewe ndani ya jengo moja litakalokuwa na vitanda 1757 kutoka vitanda 1435 kwa sasa. Hayo yamesemwa jijini Dodoma na mkurugenzi wa huduma za upasuaji kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Dr. Rachel Muhavile wakati akielezea mafanikio ya hospitali hiyo katika miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Unajua hospitali yetu ni kubwa na huduma zake haziko kwenye sehemu moja. Unapata huduma ya kuonwa sehemu nyingine, huduma ya kulazwa sehemu nyingine. Kwa hivyo Hospitali ya Taifa Muhimbili itaboreshwa na kujengwa upya. Kwa upembuzi yakinifu wa mradi huu umekamilika, ambapo hatua mbalimbali za kusaini mkataba kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea zinaendelea. Aidha, akizungumzia upandikizaji wa vifaa vya kusaidia watoto kusikia, Muhavile amesema hospitali imeendelea kutoa huduma ya upandikizaji wa vifaa hivyo. Hospitali iliendelea kutoa huduma ya upandikizi wa vifaa vya kusikia, ambapo watoto 54 walihudumiwa na kufanya idadi ya wanufaika kufikia 88 tangu kuanzishwa
huduma hii nchini mwaka 2017. Wakati huo huo, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya mji wa Bunda imewasilisha mafanikio yaliyopatikana katika mamlaka hiyo kwa miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Tumeona miradi ya maji safi ambayo inaendelea kutekelezwa na iliyokamilika. Miradi ukiwemo mkubwa phase 2 Nyabehu ambayo ilichukua kiasi cha shilingi bilioni 10.6. Bilioni 10.6 imetumika kuwekeza kwenye chujio la kusafisha na kuchuja maji. Hii si haba, mradi huu ni effective, unafanya kazi, na hii imetibu hoja ya msingi ambayo ilikuwepo mjini Bunda kwamba wananchi walikuwa wanapatiwa maji machafu. Na sasa niseme kabisa maji machafu sasa basi kilimo hiki. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukrani Roda Simba kutokea huko jijini Dodoma. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Watumishi wastaafu nchini wametahadharishwa kutumia vyema rasilimali fedha wanazozipata kama sehemu ya mafao yao baada ya kipindi cha utumishi kufikia ukomo, kwani mara kadhaa wamekuwa wakiingia kwenye matatizo makubwa ya kifedha kutokana na ukweli ya kwamba wengi miongoni mwao wamekuwa wakinaswa na mitego ya matapeli hasa kwenye mitandao ya kijamii. Tupate undani wa taarifa hii kutokea kwake Clement Sanga. Taarifa za matukio ya utapeli dhidi ya wafanyakazi wastaafu siongene masikioni. Mara nyingi watu wengi wamekuwa na ile tamaa ya kuweza kuzalisha fedha kwa haraka. Kwa hiyo kitu ambacho wale matapeli wanakitumia kama kigezo cha kuweza kuwadanganya watu na kuweza kuambia nitachukua fedha hizi, nitatoa baada ya muda fulani utapata shilingi fulani, basi mtu anaingia ile tamaa. Vilio vimetawala kila mahali. Wengine hupoteza fedha kwa kujiingiza kwenye miradi ambayo hawana uzoefu nayo. Wengi tumeingia kwenye hasara, wengi tumeingia kwenye majuto kwa sababu pesa zetu nyingi tunawekeza kwenye miradi mikubwa ambayo hatujai kuifanya. Lakini pia unaweza kuanzisha mradi mkubwa, usimamizi kwa mdogo, wakanufaika watu wengine, wewe mstaafu kama kunalia. Tishio jingine kwa wastaafu katika jamii limetajwa kuwa ni taasisi za kifedha zisizo rasmi ambazo zimetapakaa mitaani kama uyoga. Anaanzisha kuwekeza tu kwako kwamba kuna pesa. Hapana, anatakiwa hojiwe taasisi yako ina kibali cha BOT. Kama hakuna kibali hicho, kama usiwekeze huko, kwa sababu kuna taasisi zinaanzishwa baadaye ofisi zao hazijulikani, wanafunga, wanapotea. Huyu mstaafu sasa hela zake zinakuwa zimepotea. Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkoa wa Muse kimefanya utafiti ili kuja na mwarobaini wa kero hiyo kwa wastaafu. Kaamua tuandae mafunzo kwa ajili ya wastaafu baada ya kuonyesha kwamba wastaafu wanapata shida sana hasa baada ya kustaafu. Tukajua kwamba ni kwa sababu hawakuwa na maandalizi thabiti. Ushauri mzuri na wa maana kabisa ukatolewa kwa wastaafu hao. Tuangalie context yetu, muktadha wetu kama nchi unakubali uwekezaji kwenye maeneo gani na twende vipi kwa sahihi, ili katika jitihada za kujiimarisha tusitafute karada pengine matatizo makubwa zaidi baada ya kustaafu. Clement Sanga, Channel 10+, Iringa. Naam, shukrani Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, na sasa tuelekee nchini Uganda. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Africa kimesema kwamba wimbi jipya la maambukizi ya Ebola limezuka nchini Uganda baada ya visa 12 kuripotiwa nchini humo. Taarifa zaidi na Yakini Mwakatobe. Wasimamizi wa afya kutoka shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC wamethibitisha ongezeko la visa vya Ebola nchini Uganda. Watu 2, msichana wa miaka 4 na muuguzi wamefariki tangu mlipuko wa ugonjwa huo kuanza mwezi Januari katika mji mkuu wa Kampala. Madaktari sasa wanafanya shughuli za ufuatiliaji wa watu waliochangamana na waathiriwa wa ugonjwa huo wa Ebola. Afisa wa shirika la CDC Ngashi Ngongo amezungumza na wanahabari na kutaja watu 3 wamethibitishwa kuwa na Ebola, huku 2 wakionyesha dalili ya ugonjwa huo. Visa hivi vipya vimeripotiwa katika mikoa 2 tofauti baada ya vingine 3 kuripotiwa kuwa na waathiriwa wa Ebola. Kwa ujumla, Uganda imerekodi visa 14 na vifo 2 tangu mlipuko wa Ebola kutokea nchini humo. Yakini Mwakatobe, Runinga ya Channel 10+.
Na baada ya taarifa hiyo kutokea huko nchini Uganda, na sasa turejee hapa nyumbani. Wafanyakazi wa kampuni ya usafi ya Sunlight inayojishughulisha na ubebaji wa taka katika kata ya Makanyagio na Kashaulili, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, wametishia kugoma endapo kampuni hiyo itashindwa kulipa malimbikizo ya mishahara yao. Mwandishi wetu Pasco Emmanuel anatutaarifu zaidi. Zungumza na waandishi wa habari, baadhi yao wamesema kuwa kampuni hiyo imelimbikiza mishahara yao kwa miezi miwili, ambapo wameeleza kuwa kutokulipwa kwa wakati imepelekea ugumu wa maisha na kuiomba serikali kuingilia kati na kuhakikisha wanalipwa madeni hayo kwa wakati. Ya watu kwamba wanapoingia kuhangaika kwenye mahangaiko yao kwa sababu ya kuendeleza familia nyumbani, afu muda huo inakuwa changamoto hata kuwapatia kiwango cha pesa wanachokuwa wanatakiwa walipe kwa muda unaotakiwa. Yaani mnapitiliza mpaka miezi miwili, kwa kweli inakuwa ni changamoto. Mimi siwezi kwa kweli kuendelea hapa, niko tu nasema kwamba msimamo wangu wa mwisho ni kwamba watupatie pesa zetu. Umeona? Sasa ni tarehe 7 mwezi wa 3 ambao ndo kesho tarehe 8 mwezi wa 3 nakamilisha miezi miwili ambapo inatakiwa tulipwe mshahara, maana mwezi mmoja analipwa mshahara 20,170. Kwa hiyo kiplasi hapo mara 2 inakuwa ni kama 340 kwa kila mmoja. Sisi mmoja kwa kitu ambacho wanatujibu viongozi ni kwamba watatulipa, lakini hatujapata mwafaka wa lini wanatulipa. Ndio maana tukaamua tuje katika vyombo vya habari. Meneja wa kampuni ya usafi ya Sunlight iliyopo halmashauri ya manispaa ya Mpanda, Fausta Palimo, akizungumza kwa njia ya simu, amesema kuwa hawatambui madai hayo ya wafanyakazi hao. Ni sahihi, lakini sasa kama ni madai, kwani hapo ndo sehemu ya kuja kudaia? Wao wamefika hapa, lengo ni kupata msaada ili waweze kupata malipo yao. Na nyie ndo kazi zenu kutafuta kuwapa msaada watu wa hivyo? Kazi yetu sisi ni kutoa habari na kutafuta. Sisi ni daraja, suluhisho. Nyie ni suluhisho? Yes. La hizo kesi? Sisi tunapokea habari yoyote. Malalamiko ya wafanyakazi yanaendaga CMA, hayaendagi kwa vyombo vya habari. Labda mheshimiwa, wanadai hawadai wafanyakazi wako? Hawadai. Manake utambui madai yao. Jumla ya wafanyakazi 11 wa kampuni ya Sunlight ambao wanaidai kampuni hiyo wamesema kuwa hawatafanya kazi endapo hawatalipwa fedha hiyo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, inaitwa Pasco Emmanuel Katona. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Katavi, na sasa tuangazie taarifa nyingine kutoka mkoani Njombe. Kufuatia mkoa wa Njombe kuwa na matumizi makubwa ya mbolea katika kila msimu wa kilimo, serikali ya mkoa wa Njombe imeahidi kutoa ardhi bure kwa serikali ya shirikisho ya Urusi ili kufanya uwekezaji wa kiwanda cha mbolea kitakachosaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa mbolea unaokwamisha wakulima kufikia uzalishaji wenye tija katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Tupate taarifa zaidi. Ahadi hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati alipokutana na balozi wa Urusi nchini Tanzania Andrei Vatestrani katika ziara yake ya kikazi mkoani Njombe iliyolenga kuangalia fursa mbalimbali za uwekezaji ikiwemo kilimo cha parachichi na chai, ambapo Mtaka amesema mahitaji ya mbolea ndani ya mkoa ni makubwa katika kila msimu wa kilimo. Sisi kama mkoa tunatoa fursa kwa balozi kwamba akipatikana mwekezaji anayeweza kujenga kiwanda cha mbolea Njombe, tutampa ardhi bure. Maeneo mawili ambayo tungehitaji balozi wa Urusi aweze kutusaidia ni uwekezaji wa kiwanda au viwanda vya chai, kwa sababu changamoto ya soko la chai kwa wakulima wa Njombe ni kubwa sana. Kwa upande wake, balozi wa Urusi nchini Tanzania Andrei Vatestrani ameahidi kuhamasisha wawekezaji kutoka Urusi kuja kuwekeza katika sekta mbalimbali mkoani Njombe. Примеры хорошего ведения бизнеса, современных технологий, несмотря на старые станки кое-где. И главное, na tuliona mifano mizuri ya kuendesha biashara, ya kutumia zana mbalimbali. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe Deo Sanga amesema ziara ya balozi huyo ni kielelezo cha jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kudumisha mahusiano ya kimataifa na kuvutia wawekezaji.
Ziara hiyo pia imemwezesha balozi wa Urusi kutembelea kiwanda cha kuongeza thamani ya misitu cha Tanwat pamoja na shamba la mkulima maarufu wa parachichi mkoani hapa kama sehemu ya kujifunza kuhusu fursa zinazopatikana mkoani Njombe. Kutoka mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Watoto 94 kati ya 200 waliofanyiwa uchunguzi kwenye vituo mbalimbali vya kulelea watoto wilayani Babati mkoani Manyara wamebainika kukabiliwa na tatizo la uoni hafifu unaosababishwa na mzio. Elia Kimani anaripoti kutokea mkoani Manyara. Idadi hiyo imebainishwa na wadau wa afya kutoka shirika la KCCO mara baada ya kuendesha zoezi la uchunguzi wa afya macho kwa kushirikiana na hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara kwenye vituo viwili vya watoto wenye ulemavu vya Zilpa na kituo cha Dareda, ambapo jamii imeshauriwa kuchukua hatua za haraka za uchunguzi kwa watoto katika hatua za awali ili kudhibitiwa kwa matibabu. Tumefanya uchunguzi wa macho, tumewapatia dawa za macho, lakini kwa wale ambao wanahitaji matibabu zaidi, tutawapeleka hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Tumeona ni vizuri kutembelea hivi vituo ikiwa ni njia mojawapo ya kuwakumbuka, lakini pia ni mara chache sana wenyewe kukumbuka na kuletewa hizi huduma. Kwa ujumla katika watoto wote ambao tumewatembelea walemavu, tumeweza kuwabaini wenye changamoto za macho, watoto 94, wengi wao wakiwa na changamoto za allergy, ambapo tumeweza kuwapatia dawa. Hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara inatoa mwito kwa jamii na mashirika mengine kujitokeza kushiriki kwenye kampeni ya upimaji wa afya macho kwa watoto ili kufikia wengi zaidi. Tunaamini unahitaji ni wengi, lakini wakati mwingine kufikia inakuwa ni changamoto kidogo. Tumaini Nasho ni mmoja wa watoto ambao wamebainika na tatizo hilo la uoni hafifu lilotajwa kupelekewa na mzio. Mwaka jana macho yangu ilikuwa yanasumbuliwa na ugonjwa wa kutoa machozi na tongotongo. Nikawa nimehudumiwa, nimepewa dawa, nimetumia. Mwaka huu pia wamekuja wameniangalia, nimekutwa na hali nzuri kwa dawa zile ambazo wamenisaidia. Ninawashukuru pia kwa msaada huu ambao wameutoa na Mungu awabariki. Zoezi hili la upimaji wa afya ya macho limefanywa na hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na shirika la KCCO ikiwa ni kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10+. Naam, ni taarifa yake hiyo Elia Kimani kutokea huko mkoani Manyara. Baadhi ya wanunuzi na wauzaji wa vitoweo vya samaki na dagaa aina ya dagaa mchele katika eneo la Kivukoni Ferry jijini Dar es Salaam wameelezea kupanda kwa bei ya samaki kutokana na upatikanaji hafifu na badala yake dagaa ambao walikuwa wakiuzwa kwa bei ya juu hivi karibuni bei yake imeporomoka zaidi. Tupate undani wa taarifa hii. Dagaa mchele ni wengi. Wako wengi na wateja hakuna kwa sababu dagaa mchele analika kipindi cha kula mchana. Sawa, toka imeanza Ramadhani zamani dagaa mchele bei imekuwa ya chini sana kwa sababu wateja hakuna. Biashara ishaanza kufanya mchana, sasa biashara haiendi mchana. Kwa kirundikana kwa sisi tunakuwa ngumu. Kwa sababu ndo tunaanza bado Kwaresima ndo naanza na sisi ndo leo na mwezi 5. Hatujajua Mwenyezi Mungu ni mjuu zaidi, inawezekana nizamu itabadilika. Na samaki wanaoingia hapa feri ni samaki aina dagaa mchele. Lilikuwa likiuzwa shilingi kabla hujaingia mwezi wa Ramadhani likiuzwa 120-125 kapo. Sasa hivi linauzwa shilingi 10,000 mpaka shilingi 20,000. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na sasa tuangazie taarifa nyingine kutokea huko nchini Australia. Maelfu ya wakazi mashariki mwa Australia wameamriwa kuondoka kwenye nyumba zao kutokana na kitisho cha kimbunga Alfred kinachotarajiwa kuwasili hapo kesho Jumamosi baada ya kuyapiga majimbo mawili ya pwani ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amewataka wakazi wa mji wa kaskazini wa Brisbane nchini humo kuwa makini na kuepuka kufanya matembezi ya kitalii au kutaka kwenda kujionea hali ilivyokuwa wakati wa kimbunga. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kimbunga Alfred kinachoambatana na mvua kubwa kitakuwa na kasi kubwa zaidi kitapowasili mji wa kaskazini wa Brisbane ambao ndio watatu kwa wingi wa watu nchini Australia. Kimbunga hicho kinachosafiri kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa tayari kimeleta balaa kwenye majimbo ya Queensland na New South Wales usiku wa kuamkia leo. Usambazaji wa umeme umetatizika, fukwe zimechimbuliwa kwa wingi wa maji na viwanja vya ndege vimefungwa kutokana na kuvuma kwa upepo mkali. Shaban Mpute, Channel 10+.
Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Shabani Mpute ndivyo ambavyo inatamatisha katika upande wa habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Na hivi punde utakuwa naye Esther Mtebe katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Na asante Filipina Ndwata, na sasa ni wasaa wa kuangaza yale yote ambayo yamejiri viwanjani kwenye habari za michezo. Mimi ni Esther Mtebe. Kesho ndio homa ya jiji kwa wadau na mashabiki wa soka hapa nchini. Klabu kubwa nchini, watani wa jadi Yanga na Simba, wanavaana kesho katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mapema leo makocha wamezungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huo, ambapo kocha mkuu wa Yanga Modli Hamdi amesema kuwa uwezekano wa kumkosa mchezaji Steven Aziz Ki kwenye kikosi chake, huku kocha wa Simba Fadlu Davis amewaahidi mashabiki wa klabu hiyo kuona timu yao ikijitoa na kuonyesha mchezo mzuri hiyo kesho. I think we prepare very good this game. We work very good this week. The first time I have 5 days to work very good with the players. So all we want to put with my technical staff, we do it, and we hope tomorrow everything is okay and everything all happen very good tomorrow. We hope that. All preparations have gone well. Of course, Zamiro is out, injured. We'll have late fitness evaluations for Shea Malone and Kamara. We're quite hopeful. But other than that, all preparations have gone well. Tunaamini kati yetu sisi au wapinzani wetu, watu ambao watafanya vizuri katika mchezo wa kesho, ina maana watakuwa wamejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Yanga ni tuko tayari kwa ajili ya kupambana na kuzipata pointi 3, kwa sababu plani yetu ni kuzipata pointi 3. Kwa kila mchezo unaokuja mbele ni muhimu kupata pointi 3. Michezo yote iliyopita tunaweka kama historia, na sasa tuko katika mchezo mpya na peji mpya. Maandalizi tuliyofanya, naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Yanga na Simba jijini Dar es Salaam wameeleza kuwa na matumaini makubwa na timu zao kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo unaokutanisha wakongwe hao wa soka hapa nchini Tanzania. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, mashabiki hao wametambiana kwa kila mmoja kuahidi timu yake itapata matokeo ya ushindi. Tunafungwa kwa quality ya wachezaji. Labda tu Yanga moja tukimfuata mara 5 dabi itakufa. Lakini Simba kama pombe ya kienyeji tukomoni ile. Ukisikia kiu na kuchota pale na kunywa. Mbona bana? Yanga ataki, lakini Simba hana uwezo kumfunga Yanga kimpira kivyovote vile. Safari hii kutupigia 5 hawawezi. Japokuwa tunamkosa kipa wetu, tunamkosa Chemalon Fondo, lakini timu ina wachezaji wengi na kikosi kipana. Tunaenda tunawapiga nyingi Yanga. Hawatuambii chochote msimu huu. Kila wakifungwa wanasema wana maduka. Sasa sijui maduka kama yanaendelea, sijui kama maduka yamemaliza. Nataka watuambie tu kwamba maduka sasa hivi wameshayafunga. Ili tukitakapokuwa tumewafumua tena wasipate kitu kufanyeje cha kujitetea. Yanga anakufa zaidi ya goli 3. Mapema tu. Zaidi ya goli 3. Mapema sana. Umeziona wapi? Yaani kesho mapema. Hawana ukuta wale. Hawana? Ukuta umekwisha. Washazeeka zaidi ya goli 3 kesho anakufa. Zaidi ya goli 3. Zaidi ya goli 3. Yaani ni kawaida yetu kwa Simba, kwa sababu Simba si mtu wetu bwana. Nitamwachaje sasa? Yaani akishangaa kwanza anakula chuma 5 kama kawaida yetu. Sasa yule mtu kama huyo unamfunga mara 4, wewe kuna nini tena? Mna timu tena pale? Yule wangu tu nakwambia mimi ninajipigia mwenyewe tu. Mimi watu wasiishi kwa mazoea. Kwamba yo Simba game ya kwanza tumestart, tumefungwa sio goli 1, tulifungwa nyuma, watu wanaishi kwa kukariri. Sema hiyo sikariri. Kwa hiyo mnyama kesho kuna jambo linaenda kufanyika kwa sababu tushavunja unyonge. Aminini kwamba kesho kuna jambo linaenda kuwa. Naam, taarifa hiyo ya watani wa jadi wakitoa tambo zao inahitimisha habari za michezo kitaifa. Na sasa nende viwanjani kimataifa tujue nini yaliyotokea. Tuungane na mwanamichezo wetu. Uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF unatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano tarehe 12 Machi mwaka huu nchini Morocco. Katika uchaguzi huu
Wanachama wa CAF watapata fursa ya kumchagua rais wa shirikisho hilo pamoja na wajumbe wa kamati tendaji. Kwa upande wa nafasi ya urais, Dr. Patrice Motsepe atagombea tena kwa muhula wa pili bila kupingwa. Dr. Motsepe ambaye aliingia madarakani 2021 anatarajiwa kuendelea kuongoza CAF. Vile vile rais wa chama cha soka cha Ghana, Kurt Okraku, atawania nafasi ya kamati tendaji ya CAF akiwakilisha kanda B ya Umoja wa Soka wa Afrika Magharibi WAFU B, na atawania nafasi hiyo pia bila kupingwa. Vita kubwa itakuwa katika kinyang'anyiro cha nafasi za wajumbe wa kamati tendaji ambapo wagombea 9 watawania nafasi 6. Baadhi ya wagombea katika nafasi hii ni Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Mustafa Haji wa Liberia, Elvis Cheti wa Shelisheli, Saidi Walid wa Algeria, Sobah Mohamed wa Mauritius, Kurt Okraku wa Ghana, Faisal Sidat wa Msumbiji, Alfred Radriamano Pisoa wa Madagascar na Bestine Kazadi wa DR Congo. Wajumbe watakaoshinda katika nafasi hii watapata posho za dola 50,000 kila mmoja kwa mwaka. Fedha hizi ni mgao ambao kila mjumbe wa kamati tendaji atalipwa kwa mujibu wa uamuzi uliofanyika Septemba mwaka jana. CAF iliamua kuongeza dola 10,000 katika malipo hayo ambayo awali wajumbe walikuwa wanalipwa. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo Kimataifa. Asante Salum Pelembo kwa habari hizo za kimataifa. Na sasa tuangazie habari za burudani ambapo mtuhumiwa wa mauaji ya mwanamuziki wa Marekani Tupac Shakur ameongea kwa mara ya kwanza akiwa gerezani. Tuungane na msimulizi wetu. Mtuhumiwa wa mauaji wa mwanamuziki wa Marekani Tupac Shakur, Dwayne Davis maarufu kama Kif D, ameongea kwa mara ya kwanza akiwa gerezani baada ya kukamatwa mwaka 2023 akisema hana hatia na anataka kuwa uraiani. Kif D amesema kesi hiyo ni ya muda mrefu na imekuwa haina ushahidi madhubuti, imemsababishia kusimamisha shughuli zake baada ya kukamatwa. Ameongea akisema kwamba anataka kuenjoy maisha yake akiwa nje na watoto na wajukuu zake, akiangalia mchezo wa mpira wa miguu na kikapu. Rapa Tupac Shakur Makaveli alizaliwa Juni 16, 1971 na alifariki kwa kushambuliwa na risasi Septemba 13, 1996. Na hitimisha na ili kumuhusu mwanamuziki Drake kuperform kwenye kombe la dunia mwakani 2026 katika halftime show. Rais wa FIFA Gianni Infantino anatazamia Drake kuperform kwenye World Cup halftime show mwaka 2026 baada ya kuvutiwa na alichokifanya Kendrick Lamar kwenye Super Bowl halftime. Infantino amesema idea ya kumleta Drake kuburudisha finali ya World Cup ni nzuri kwa sababu mshindani wake Kendrick Lamar amefanya vizuri na kumdiss kwenye Super Bowl. Nina wazo zuri la World Cup halftime. Ulikuwepo the Super Bowl ya Kendrick Lamar akimdiss Drake, kwa hiyo tunaweza kutengeneza ushindani kidogo, amesema Gianni Infantino. Itakumbukwa kombe la dunia 2026 itachezwa katika nchi 3, USA, Canada na Mexico, na mechi ya ufunguzi itachezwa jijini Toronto, Canada anapotokea Drake. Na michuano ya kombe la dunia mwakani kuchezwa katika nchi 3 hapo mwakani 2026. Ndio mwisho wa habari za michezo kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurudishe kwake Filipina Ndwata kuhitimisha taarifa hii ya habari. Esther Mtebe ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani. Mtazamaji, nami kutokea hapa Channel 10 Plus habari, ndivyo ambavyo natamatisha habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Filipina Ndwata, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.